Kesi ya jinai namba 13088 ya mwaka 2026 inayowakabili wanafunzi wa vyuo vikuu 18 ambao wameshtakiwa kwa kujipatia mikopo ya elimu ya juu kwa njia ya udanganyifu imeahirishwa mpaka Julai 29, 2026 kwa ajili ya kusomewa hoja za awali, yani PH. Shauri hilo linalomkabili Flenki Kayamba na wenzake 17 leo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Mbuya wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kusomwa hoja za awali, lakini zilishindikana kutokana na upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili Titus Aaron kuelezea kuwa walishindwa kuwapa washtakiwa nyaraka kutokana na kutofahamu anwani sahihi ya washtakiwa hao. Wakili Titus aliomba mahakama kuahirisha shauri hilo kutokana na mujibu wa sheria kutaka nyaraka zote ziwe zimewafikia washtakiwa ndani ya siku 4 kabla ya siku ya kesi. Hakimu Mbuya aliueleza upande wa jamhuri kuwa hiyo sio sababu ya kuomba ahirisho, kwani washtakiwa anwani zao zinafahamika kuwa wapo vyuoni, lakini pia siku ya kuwakamata walifanikiwa kwa sababu wanafahamu walipo wanafunzi hao. Wakili wa utetezi Peter Madeleka alieleza mahakama kuwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 107 inazuia haki kucheleweshwa pasi na sababu ya msingi. Hivyo kuahirishwa kwa shauri hilo kwa sababu hizo kunapelekea haki kucheleweshwa, lakini pia upande wa washtakiwa wakati wanaachiwa kwa dhamana baada ya kukamatwa moja ya masharti ni kuwa wawe na anwani ambayo itasaidia mahakama kuwapata pindi itakapowataka. Msikilize hapa Peter Madeleka akizungumza. Sasa kesi imeitwa mahakamani leo, lakini jamhuri hawakutimiza wajibu wa kisheria wa kutoa hayo maelezo ambayo ya mashahidi wao pamoja na vielelezo watakavyotumia. Kwa hiyo sisi tumetoa hoja mahakamani kwamba sababu ambayo imetolewa na upande wa jamhuri ya kuomba ahirisho ili wakatimize wajibu ambao walipaswa kuutimiza siku 4 kabla ya kuja mahakamani leo, kwamba ombi hilo kwanza halina mashiko, liko kinyume na katiba chini ya ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya pili B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mahakama imepigwa marufuku kuchelewesha haki bila sababu za msingi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, mheshimiwa hakimu amekubali hoja yetu kwamba ni kweli mahakama haipaswi kuchelewesha haki, lakini pia sababu za kuahirisha kesi ambazo zimetolewa na upande wa jamhuri hazina mashiko, ziko kinyume cha sheria na zinaathiri haki za washtakiwa, kwa sababu chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ya Katiba ya Tanzania washtakiwa inahesabika bado hawana hatia mpaka pale mahakama itakapothibitisha hatia hiyo. Kwa hiyo wanapaswa kutendewa kwa haki wakati wote wa usikilizwaji wa shauri hili. Lakini muhimu ikumbukwe tu kwamba washtakiwa hawa 18 ambao walikufika mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu leo ni wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu, vyuo mbalimbali hapa Tanzania. Na mashtaka yao wanashtakiwa kwamba waligushi nyaraka ili kuweza kujipatia haki ya kupata mkopo, lakini pia ili kuweza kupata fursa ya kusomeshwa kwa gharama za serikali. Sasa kitu ambacho kinashangaza, haki ya kupata elimu ni haki ya msingi ya Mtanzania yoyote, na ni wajibu wa msingi wa serikali kuhakikisha kwamba elimu kama moja ya mahitaji muhimu ya mwanadamu inatolewa kwa Watanzania wanaostahili. Sasa hawa wanastahili, lakini wameshtakiwa kwamba wamegushi nyaraka kupata mkopo ambao mwisho wa siku baada ya masomo yao watawajibika kuulipa, lakini ni mkopo ambao unawawezesha wao kupata elimu ili baadaye waitumie elimu hiyo kama nyenzo ya kuja kujisaidia wenyewe, lakini kulisaidia taifa kutokana na elimu watakayokuwa wameipata. Sasa tunashangaa wanaletwa hapa mahakamani leo wanashtakiwa, wakati watu ambao wanagushi nyaraka mbalimbali kwenye ripoti ya CAG na kujipatia mabilioni ya shilingi wanatamba tu mtaani. Wito wangu tu ni kwamba mahakama isikilize ili shauri, na kama itaonekana halina msingi wowote wa kisheria waachiwe uhuru wakaendelea na masomo, wapate elimu itakayokuja kutusaidia wote kama taifa. Lakini vinginevyo tunajitia aibu kwa washtaki watu ambao wamekwenda kutafuta elimu baada ya kuona kabisa kwamba sera za elimu sasa hivi ni ngumu. Unaambiwa utapewa mkopo, lakini ukienda kutafuta huo mkopo wenyewe kuupata inakuwa ni shida. Vijana hawa wameonyesha hasira zao za kwamba hawawezi kuishi bila kuwa na elimu, na kama ambavyo imeelezwa katika vitabu mbalimbali vya dini, kwa mfano Biblia kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 13 ambapo inasema, mwanangu mshike sana elimu, tena mshike usimwache aende zake, maana humo ndimo ulimo uzima wako. Hawa vijana wanathibitisha kwamba wanaishi maandiko na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Kwa mimi nadhani wakati mwingine DPP angekuwa anajikita kwenye kwenda kuwashtaki wezi halisi wanaoletea umaskini taifa hili, hasa wale ambao wanatajwa kwenye ripoti ya CAG.
Sasa baada ya kusikiliza hoja zote hizo, mahakama imetoa amri. Kwanza imetoa onyo kwa upande wa jamhuri kuto kutumia kisingizio chochote kile kudharau matakwa ya sheria, lakini na amri zinazotolewa na mahakama, kwa kuhakikisha kwamba hizo nyaraka ambazo washtakiwa wanapaswa kupewa wanapewa ndani ya siku 4 kama sheria inavyoelekeza kuanzia kesho, na tutarudi mahakamani hapa kwa ajili ya usikilizwaji wa hatua ya awali kwa maana ya preliminary hearing siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio yamejiri leo katika kesi hii ya jinai namba 13088 kati ya Jamhuri na Frank Benjamin Kayamba katika mahakama hii ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu.